tumeona jinsi ambavyo chuo hiki kinajitahidi kutengeneza mitambo mbalimbali kwa ajili ya kurahisisha kazi katika maeneo yetu. Kwa mfano, tumeweza kuona mashine ya kutengeneza au ya kuchanganyia chakula cha mifugo, na katika jamii yetu akina mama wengi wanafuga. Tunayo mashamba ya mifugo, tunazo BBTs za ufugaji. Mashine kama hizi zinaweza kusaidia sana katika kutengeneza lishe kwa ajili ya mifugo yetu, na tukawa na uhakika kwamba mifugo yetu tunailisha kitu gani. Lakini vile vile kupitia mashine hizi tumeona kwamba itapunguza gharama za uendeshaji, na hatimaye yule mfugaji au yule mwekezaji akapata faida ya juu zaidi. Kwa kuwa gharama ya uzalishaji ikipungua, basi tunaweza kuongeza kiwango cha faida. Lakini tumeona vile vile ubunifu mwingi wa kutumia mabaki ya vitu mbalimbali. Kwa mfano, mabaki ya maganda ya vitunguu. Tumeona jinsi ambavyo ni kitu mahiri katika kutengeneza rangi ambazo zinaweza zikatumika katika kuweka rangi katika nguo mbalimbali. Tunajua tuna akina mama ambao wameshawezeshwa kwa ajili ya kutengeneza batiki na nguo mbalimbali ambazo ni nguo zetu za asili ambazo tunajivunia sisi wa Afrika kwamba kuna mavazi kama hayo. Kwa hiyo nimewakaribisha sana kule mkoani Singida, kwa kuwa Singida sisi ni wakulima wakubwa wa zao la kitunguu, lakini kupitia msaada wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, nasi ametuwezesha tunajenga soko kubwa la kimataifa la vitunguu. Ninaamini kupitia soko hilo tunakwenda kupata malighafi ya maganda ya vitunguu ya kutengeneza rangi kama hizo. Kwa hiyo inawezekana tukawa na kiwanda kabisa cha kutengeneza hizo rangi, na hatimaye watu wakawekeza katika hilo, na tukaweza vijana wetu wakapata kiwanda kingine cha kutengeneza vitu kama hivi. Nimeweza kuona mashine za kukaushia vyakula mbalimbali. Tunajua lishe ndiyo kitu cha msingi cha Watanzania waweze kupata lishe bora. Na lishe hii, kuna baadhi ya mazao hayapatikani mwaka mzima. Tuna mazao kama vile mboga za majani zinazalishwa labda kipindi cha mvua, tuna mikunde, tuna majani mbalimbali, tuna majani ya maboga. Kwa kupitia mtambo ule wa ukaushaji, tunaweza tukakausha mboga zetu vizuri, tukakausha nyanya. Wakulima wa nyanya wanalima nyanya nyingi, wakati mwingine soko linashuka, inabidi wauze nyanya kwa hasara, lakini kupitia mtambo ule wanaweza wakakausha zile nyanya, wakauza kwa njia ya nyanya kavu, na hatimaye bado lishe ikawa pale pale, virutubishi vikawa pale pale, na mkulima asipate hasara, aweze kuendelea kulima vitu vyake kwa uhuru tu, lakini hata wananchi wasikose lishe bora. Kwa hiyo nimewaomba ndugu zetu wa VETA washirikiane na ofisi zilizoko wilayani na ofisi zilizoko mkoani ili waweze kuunganishwa na watumiaji. Tuna vijana mbalimbali wanapata mikopo kupitia mipango yetu mizuri ya serikali. Kuna wakina mama wanapata mikopo lakini hawajui fursa. Vijana kwa mfano kule Singida tunasifika kwa ufugaji wa kuku. Kwa hiyo inawezekana vijana wakapewa mtaji wao, wakafuga kuku, lakini mashine za kutengeneza vyakula wakazipata kutoka VETA, na ule uzalishaji ukawa gharama za uzalishaji zikapungua. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana ndugu zetu wa VETA, waendelee kushirikiana na wahitaji ambao ndio soko, ili kwa kweli tuweze kusukuma utekelezaji wa dira 2050. Ninaamini kwa kutumia hizi teknolojia ambazo wametuonyesha, hiyo lengo la dira 2050 tutalifikia hata kabla ya muda, kwa sababu wananchi wengi wanaweza wakawezeshwa kwa mitaji iliyopo na mitambo ambayo wanatengeneza na ubunifu ambao walioko nao, hatimaye tukafikia lengo kwa wakati mwafaka. Niendelee kuwapongeza VETA jinsi ambavyo wanaendelea kuendesha mafunzo kwa makundi mbalimbali. Kama ulivyosema, wakina mama na Samia ni makundi hayo ya wanawake ambayo kuna ujuzi mbalimbali katika vyuo vyetu vya VETA. Akina mama wanaweza akajifunza mapishi, wakawa katika kikundi cha kupika, wakapewa zabuni mbalimbali za kupika katika shughuli mbalimbali, na hatimaye wakajiongezea kipato. Lakini kuna masuala ya upambaji, kuna masuala ya ushonaji, kuna masuala ya kusuka mapambo mbalimbali. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba VETA
ni sehemu ambayo inaweza ikatukwamua kwa kupata juzi mbalimbali ili kila mmoja aweze kujiajiri na hatimaye kuweza kupata kipato.